Kutokana na maoni ya watu mbalimbali especially hata wanamuziki kutoka nchini Tanzania kuhusiana na ukuaji wa muziki wa singeli nchini Tanzania. Hata Vanilla aliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na namna ambavyo muziki wa singeli muda huu nchini Tanzania umeendelea kufanya vizuri. Sasa nikaona so poa tumtafute mdau wa masuala ya muziki nchini Tanzania, namzungumzia Nicky au Manglo TZ, atoe maoni yake na chapisho lake ambalo aliliandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba muziki wa singeli mwaka 2025 inawezekana ukawa ni moja kati ya muziki ambao utafanya vizuri. Nimepitia kwenye posti yako hapa kuhusiana na andiko ambalo uliandika kuhusu muziki wa singeli na ukasema kwamba mwaka 2025 inawezekana likawa ni tobo kwa muziki wa singeli kuendelea kufanya vizuri. So wewe ni kipi ambacho ulikiona hadi ukasema kwamba muziki wa singeli mwaka 2025 inawezekana ukawa ni moja kati ya muziki ambao utafanya vizuri zaidi? Najua kwenye kupitia andiko langu nilisema kwamba mwaka huu hapa watu ambao wanaona watafanya vizuri sana kwenye soko la muziki hususan Tanzania ni watu wanaofanya singeli. Yep. Ni kutokana na kile ambacho nilikiona kilikuwa kitu ambacho kilifanyika kwa mwaka jana, mwishoni mwa mwaka jana. Yes. Hiyo mwaka jana kulikuwa kuna nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana, zilikuwa kwenye maadhi ya singeli, umeona? Okay. Ukiachana hizo nyimbo, kuna wasanii walikuwa wanafanya kitu ambacho ni cha tofauti sana na walikuwa wanafanya kwenye version ya singeli, umeona? Okay. Kitu ambacho kilikuja kuwa na muendelezo wake tulipofungua mpaka sasa hivi alichofanya DJ Mushizo, umeona? Yep. Zile sample walikuwa wanafanya kuchukua sample za watu ambao walikuwa wanaimba, kwa sababu ukiangalia yeye Mushizo anachokifanya yeye sasa hivi, kwa sababu mikoa ambayo inafanya sana singeli ni Dar na Morogoro, si ndio? Yes. Sasa kuna wasanii ni underground wanatokea Dar na Morogoro, wameshafanya muziki kitambo, si ndio? Yep. Wamefanya muziki lakini hawajaenda mainstream, unaona? Baada shots zao zimeshaenda mainstream, ndio mfano kama Wivu officially tulianza kuisikia kwa J Compact mwenyewe. Unaona? Sasa Shizo anachukua zile anakuja anafanya inakuwa official song kama Mapenzi na ngoma nyingine, ndio? Yes. Ukiangalia wasanii wanaoimba Bongo Flava na some nyingine wakipewa tag kwenye muziki wa singeli walikuwa wanafanya vizuri, unaona? Yep. Na niliangalia kutokana na kile ambacho kuna watu hawajai kufika mainstream lakini wamefika mainstream through singeli. Alafu ukiangalia singeli ya wakati huu tofauti na ya zamani, unaona? Yes. Ndio sasa hivi inavutia kabisa la kusikiliza. Ni tofauti na ile ambayo walikuwa wanafanya kina Msaga Sumu. Ya sasa hivi kabisa, yani tunaona kama ya ile vibe na nini. Yani ina chat hata wewe mwenyewe kuisikiliza. Okay. Yeah. So wewe unahisi ni muda sahihi wa wasanii wakubwa kama kina Diamond, kina Harmonize, kina Rayvanny kuchukua hii vision ya muziki wa singeli kuipeleka nje ili iwe ni moja kati ya muziki ambao maybe kwa namna moja ama nyingine kwa wakati unaendelea uwe ni kama the way ambavyo saizi wasanii wengi kutoka Tanzania wanaiga mapiano, afrobeat, basi ifikie muda na wasanii wengine kutoka nje ya Tanzania waweze kuchukua hii vision na wenyewe waone kwamba ni moja kati ya muziki ambao wanaweza wakautumia kwenye hali zao za muziki wao, kwamba na wenyewe uendelee kufanya vizuri. Inawezekana ikawa ni wakati sahihi sana, lakini kutakuwa pia kuna madhara, umeona? Okay. Nadhani tumechelewa ukifanya hicho ambacho kinafanyika sasa hivi. Kwenye andiko langu pia pale kuna sehemu iliandika kuna watu wanazidi kuchanganyikiwa, unaona? Okay. Wanazidi kuchanganyikiwa kwa sababu gani? Kuna watu wanajua sisi Tanzania tunafanya afrobeat. Okay. Niliona yote. Unaona? Kuna watu nje wanajua kwamba sisi tunafanya mapiano na Bongo Flava. Okay. Diamond atakapofanya ngoma ya singeli ikafanya vizuri, of course kila mtu atapenda. Na watu ambao hawajui singeli wanataka kujua singeli kwa undani, ndio? Okay. Lakini inapokuja swala la kufanya recognition kwenye tuzo kubwa, tutakosa nomination na recognition kwa sababu watu watakuwa wanabaki ya panda kutokujua kwamba hao jamaa mbona kama hatuelewi wanaimba aina gani ya muziki. Kwa hiyo ingeanza zamani. Kipindi kile. Sasa hivi tu watu wamefika kipindi tunafanya singeli. Okay. Ingekuwa tumeshafanya singeli huwa ni muziki mkubwa sana.
Umeona, japokuwa sio mbaya. Tunaweza tukafanya kama wasanii wetu wakafanya. Lakini nadhani bado itakuwa inatoka matatani. Unajua unaona Nigeria wao walivyo. Wale wanaweza kaichukua mapiano wakaisample ikawa kwenye form ya Afrobeat, ndio. Okay. So ina sound ya mapiano but unaisikia Afrobeat kabisa basi. Unajua kwa sababu sound ya Nigeria. Sisi hatuwezi kufanya hivyo. Ndio maana umeangalia kuna baadhi ya tuzo kubwa duniani zimetoka. Sisi Tanzania tumekosa nomination na recognition kwa sababu wale jamaa wameshinda kutu-identify kama sisi tunaimba aina gani ya muziki. Unaona? Okay. Kwa hiyo Singeli ipo ndani ya Bongo Flava lakini tumechelewa, lakini tunaweza tukaifanya. Lakini mimi nahisi watu ambao wanaweza wakaipeleka Singeli to the world international. Sio kina Diamond Nyao ambao wanaanza kuifanya Singeli sasa hivi. So kwa maoni yako ambayo wewe unayaona sasa ni wakati sahihi maybe wa BASATA au wasanii wale ambao ni wakubwa ambao wanafanya vizuri Tanzania kuwashika hawa madogo ambao tunaona muda huu imekuwa ni kama vile generation ambayo inakuja kwa kasi sana kuna aina hii ya muziki wa Singeli, ili kusudi kwamba hata kuna muda utafika kwamba kuna watu wanaweza wakaona kwamba yes kuna vipaji ambavyo au kuna aina ya muziki ambao unatoka Tanzania na kuna aina ya wasanii wa Singeli ambao kimataifa wanajulikana, na hivyo kufanya maybe one day tukaona kwamba kuna category ambayo inaingia kwenye tuzo kubwa kama vile Grammy, BET, hata tuzo nyingine za Afrika ambazo zinafanyika mara kwa mara, kwamba na kipengele cha muziki wa Singeli ambao unatoka Tanzania na wenyewe uweze kuingia humo ndani. Unajua kitu ambacho kimefanya Afrobeat kasimama Afrika na duniani ni ushirikiano ambao wasanii wa Nigeria wanayo. Unaona? Nigeria kuna wasanii for the first time wametoa ngoma wakaenda mainstream. Alafu wale wasanii ambao wameshafika mainstream kama vina Burna Boy, Davido na wasanii wengine washika mkono kwa kufanya remix ama kuwapa collaboration. Ndio. Sasa wasanii wa Tanzania hao ambao wameshafika mainstream na tunasema kama ni international artist. Wanaweza kuwachukua kule hao ambao wanafanya Singeli kama underground wakafanya nao nyimbo kwa ajili ya kupromote muziki na kuwapromote wao. Umeona? Okay. Kama Dogo Sergeant na ile Dogo Pattern, ndio. Umaarufu waliopata ni baada ya kufanya cover ya Salio ya ngoma ya Mario, ndio. Yes. Mario akaja ka-announce kwamba atatoka baadaye kwa ajili ya kufanya collaboration na hao madogo. Sasa mpaka sasa tunaona collaboration. Uliona collab hiyo. Wote pia naye anaonyesha support kwa Dogo Pattern, ndio. Ni room kwa wasanii wengine na wao kufanya ngoma na hao ambao wanafanya hivi. Hauhisi kwamba maybe kutokana na lugha ambayo tunatumia ndio maana inafanya muziki wa Singeli kutokufika mbali kama the way ambavyo wewe maybe inawezekana ukawa una expect, hata mimi ambaye tunaongea na wewe muda huu na expect kwamba muziki wa ndo ni kweli hatujauzingatia na watu na kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Singeli tu ni kipindi tu cha miaka fulani itapotea. Watu wanahisi hivyo, lakini ukizungumzia Bongo Flava imebeba pia Singeli ndani yake. Okay. Hiyo ni kitu ambacho watu wakifanya consistent, wakifanya kwa muendelezo hata miaka 10-15 kama kaifanya kabisa ikawa ni saundi ya kwetu sisi. Kwa hiyo ni hatujashtuka tu, lakini ni muziki mzuri sana. Unajua kuna tofauti ya Singeli wanaoimba sasa hivi akina DJ Mushizo, umeona? Yes. Kina Meja na Singeli walikuwa wanaimba kina Dula Makabila zamani, wale wakina Usaga Sumu. Ile sasa hivi yani wenyewe mnaona. Sound imetulia nini na ubunifu wa kila siku. Unajua miongoni mwa watu ambao wanafikiria sana sasa hivi ni watu ambao wanaimba Singeli. Exactly. Ni watu ambao wanafikiria sana. Kwa hiyo tupe ni muda kuipeleka Singeli duniani. So wewe kama mdau wa Mbayu TV una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Miki amekisema? Na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayu TV on YouTube, tunatumia kama hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunayaweka humo ndani. Na kama hujatufollow kuna ukurasa wetu wa Instagram tunatumia kama Mbayu TV, na kama hujamfollow Mr. Info JBZ kuna ukurasa wake wa Instagram anatumia kama hivyo. Ciao.